Iran imeongeza kasi ya mashambulizi yake dhidi ya Israel kwa kurusha makombora ya ballistic katika mawimbi matatu mfululizo hii leo Alhamisi, Machi 19 mwaka 2026, yakilenga maeneo ya kati na kaskazini, huku ving'ora vikisikika katika miji mingi nchini Israel. Katika mji wa Haifa, kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Bazan kilipata uharibifu baada ya vipande vya makombora kuanguka katika eneo hilo kufuatia kuzuiwa kwa baadhi ya makombora angani. Licha tukio hilo, mamlaka zilisisitiza kuwa hakuna milipuko mikubwa iliyotokea ndani ya kiwanda na hakuna kemikali hatari zilizovuja, jambo lililozuia hatari kubwa zaidi ya mazingira na afya kwa wakazi wa eneo hilo. Timu za dharura zilifika haraka eneo la tukio zikihakikisha usalama wa wafanyakazi na miundombinu, huku vikosi vya zimamoto vikidhibiti hali yoyote inayoweza kusababisha moto au mlipuko. Waziri wa nishati wa Israel Eli Cohen alieleza kwa mashambulizi hayo pia yalisababisha hitilafu katika gridi ya umeme kaskazini mwa nchi hiyo. Alibainisha kuwa mafundi wa shirika la umeme walifanikiwa kurejesha huduma kwa sehemu ya maeneo yaliyoathirika ndani ya muda mfupi, huku kazi ikiendelea kurejesha umeme kikamilifu. Wizara ya Ulinzi wa Mazingira ilichukua hatua za tahadhari kwa kutuma wataalamu pamoja na mkurugenzi mkuu wake Rami Rosen kufuatilia hali kwenye kiwanda cha Bazan. Hatua hiyo ililenga kuhakikisha kuna athari za muda mrefu za kemikali au uchafuzi wa hewa unaoweza kuathiri wakazi wa eneo hilo. Tukio jingine kaskazini mwa Israel, kombora lilipiga moja kwa moja eneo la makazi na kusababisha majeruhi wawili. Katika maeneo mengine kaskazini mwa Israel, vipande vya makombora vilisababisha moto katika eneo la wazi na kusababisha baadhi ya vijiji kukosa umeme. Vikosi vya zimamoto vilifanikiwa kudhibiti moto huo kabla haujasambaa zaidi. Mashambulizi haya yalitanguliwa na hali ya taharuki alfajiri, ambapo ving'ora vililia mara tatu ndani ya chini ya saa moja kutokana na makombora yaliyodaiwa kurushwa na Irani pamoja na washirika wake wa Hezbollah kutoka Lebanon. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel uliweza kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo, ingawa baadhi yalianguka na kusababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya kiraia. Mashambulizi haya yanaonyesha kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kati ya Irani na Israel, huku kila upande ukiongeza uwezo wake wa kijeshi. Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya aina hii kunaweza kusababisha vita pana zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ikiwa mashambulizi yataanza kulenga miundombinu nyeti zaidi kama vile nishati, usafiri na mawasiliano.